Baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya Mbulu mkoani Manyara limelalamikia tabia ya baadhi ya watendaji na maofisa maendeleo ya jamii kutowatendea haki wanufaika wa mikopo ya 10% inayotolewa kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, na kuiomba serikali kufuatilia swala hili kwa ukaribu na kuchukua hatua stahiki. Wakizungumza katika kikao cha baraza hilo kwa robo ya 3 ya mwaka wa fedha 2024-2025 kilichofanyika wilayani humo, madiwani hao wanaeleza kwamba kuna upendeleo wa baadhi ya vikundi huku vingine vikikosa fursa hiyo. Hata hivyo, afisa maendeleo ya jamii wilayani humo amekanusha madai ya upendeleo, akibainisha kuwa changamoto kubwa ni ukosefu uelewa baadhi ya vikundi ambapo hushindwa kuwasilisha maombi kwa njia sahihi kupitia mfumo rasmi. Kutokana na hali hiyo, mkuu wa wilaya ya Mbulu Michael Semendu amemwagiza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Abubakar Kuli pamoja na idara husika kuhakikisha wanajifunza mbinu bora ya kuwapa wananchi maelezo yanayoeleweka juu ya mchakato wa kupata mikopo hiyo. Kutoka kata ninatoka mimi, kata ya Ndahagicha, watu wamehamasishwa, wakasajiliwa, wakabahatika kupata usajili vikundi 9 ambavyo vimekidhi vigezo vya kupata mikopo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa awamu ya kwanza wakapewa vikundi 2. Awamu ya pili sasa hivi wanatazamiwa kupewa vikundi 3, jumla vikundi 5 awamu zote 2. Mheshimiwa Mwenyekiti, hao watu wengine hao wanaotazamiwa wako 3. Kuna hao wengine wamebaki. Nilienda kuhangaika, majina hata hayapo kwenye mfumo. Wakati walisajiliwa 9 wanaonekana kwenye mfumo wamekidhi vigezo. Leo hii hayapo hata kwenye mfumo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna nini kwenye ofisi ya maendeleo ya jamii? Kuna nini kwenye ofisi ya mkopo? Kwa nini watu wetu wanateswa hivi? Watu vikundi 9 vimekuja halmashauri, vinahangaika, wakajaze fomu, wakafanyaje? Wamefuata process zote wakakamilisha. Leo hii vikundi 4 havipo kwenye mfumo. Kwa nini vikundi hivi vimeenda wapi? Wengine ni watoka 2019. Mfumo ukaja kuwabadilikia. Wakaja na mfumo mpya wa sasa hivi, wakaenda kujisajili upya kwenye mfumo huu mpya wa juzi. Leo hii hata hawamo kwenye mfumo. Kwenye mfumo au kwenye naambiwa hawapo kwenye mfumo. Sijui ni changala macho. Nashindwa kuelewa Mheshimiwa Mwenyekiti. Ni kwa nini, kuna nini kwenye ofisi hii? Kwa nini kuwe na mazingira haya? Mikopo hii ni ya kuimarisha uchumi na Mama Samia. Tutalala kidete na hao watu ambao wanatazamiwa kwenda kukopeshwa. Lakini wananchi wamekuwa wakipata gharama kila siku. Mheshimiwa, wanakuja huku wanaambiwa usajili, wanarudi vijijini, kumbe tulikuwa tunawapa hizi hela ili ziende zikawasaidia. Safari zimekuwa nyingi kuliko mapato wanayotazamia kwenda kupata. Hoja ya msingi ni lini sasa kwa karatasi hii kwamba wananchi hawa ambao leo tumepewa wengi, hata idadi sioni mwisho wake, wanakwenda kupewa mkopo huu, na tamani kupewa tarehe halali, kwa kuwa na mimi ni baraza langu la mwisho na kutana na maneno kule kijijini kwamba tumeitwa na kuhamasishwa, lakini utendaji unakuwa kidogo sio rafiki na yale ambayo walikuwa wanatazamia wananchi wetu. Naomba kupewa majibu. Na ngazi ya halmashauri tuna kamati ya mikopo ya halmashauri ambayo ipo imefanya kazi yake vizuri tu. Imepitia mapendekezo yaliyotolewa kwenye ngazi ya kata vizuri na kuyafanyia uchambuzi waliokidhi vigezo kupitia maombi yaliyopitishwa ngazi ya kata. Na hayo maombi kwenye ngazi ya halmashauri tunayapokea kwenye mfumo, na ninayeyapokea ni mimi mwenyewe kwenye mfumo. Unaingia kwenye akaunti ya mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii, na mimi nayapakua kama yalivyo, nayapeleka kwenye kamati ya mikopo ya halmashauri, yanaenda kufanywa kazi, yanachambuliwa, wanaona maandiko yao yanakidhi vigezo, akaunti zao ziko vizuri. Kamati ilifanya kazi yake vizuri, ikamaliza, na tukawasilisha kwenye kamati ya kwenye kikao cha CMT. CMT na yenyewe ilipitia, ikayaona vizuri, yakaenda kwenye kamati ya uhakiki ya wilaya, yakafanywa kazi vizuri sana, na kwenye yakakamilika. Yamekamilika, yamerudi CMT kwa ajili ya baraka ya kukopesha hizo vikundi vilivyokidhi vigezo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme kwamba katika ofisi yangu kama kuna watu wanaolaghai wananchi kwa design aliyosema mheshimiwa, mimi nawahitaji niwafahamu tu. Nitakutana naye, ataniambia. Inawezekana ikawa ni ngumu kueleza kwa hapa. Mimi nitakutana naye, niambie ni nani anayeomba pesa kwa wananchi kutokea kwenye idara yako. Hatua za kisheria zitachukuliwa. Naomba pia tuboreshe ukusanyaji wa mapato yetu, ili hizi kelele za mikopo ya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu ipungue,
Tukikusanya sana tutapeleka mikopo mingi. Tukusanya kidogo tutapeleka mikopo kidogo. Na msimu huu kwetu ni msimu wa mapato. Kwenye ushuru wa mazao, minadani pia kunalipa, lakini pia muda wa leseni na mambo mbalimbali. Tusimamie. Mahitaji ni mengi na ni lazima tuwe wabunifu. Wakati mwingine kama resources zetu ni ndogo haitoshi, na amesema mwenyekiti, kama tuna milioni 600 na mahitaji ni bilioni 1, tuone namna nzuri ya kuzungusha hii mikopo iwafikie watu wetu. Lakini lingine ni kauli tu. Kama mtu anafika na anajibiwa na anaelezwa, kwa ni vizuri mkurugenzi na dawa yako tujifunze namna ya kuzungumza na wananchi wetu. Tunajua watu wetu wengi ni watu wa kawaida ambao elimu yao ni ya kawaida. Kwa nini tusitafute modality rahisi kabisa? Kuanzia kwenye ngazi ya kijiji, kwenye kata, akapewa majibu yake, akajibiwa, akaelewa utaratibu wake ukoje. Tusiende tukamrudisha hata ile maana halisi ya kupata mkopo mtu anaiona haina tija. Lakini pili, sisi ni watumishi na sisi ni halmashauri. Halmashauri maana yake serikali ikatua madaraka kurudisha kwa wananchi. Na ndio maana halmashauri hizi zinasimamiwa na waheshimiwa madiwani. Waheshimiwa madiwani maana yake ni wawakilishi wa wananchi. Kwa wanaposimama diwani wa kata fulani, maana yake ni wananchi wa kata hiyo. Kwa hiyo mkurugenzi, niwakumbushe wewe na ukuu kwa idara, nyinyi mnahudumu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.